Katibu Tawala wa Mkoa wa Mwanza Balandia Elikana amewataka wahitimu wa vyuo kutumia ubunifu, ujuzi na mafunzo aliyoyapata kujitengenezea fursa kwa kutumia rasilimali zilizopo ili kujiletea maendeleo. Ameyasema hayo kwenye hafla ya kuwapongeza wahitimu katika ngazi ya stashahada na shahada ya Chuo cha Uhasibu Tanzania TIA campus ya Mwanza. Aidha, amebainisha kuwa serikali imekuwa ikiwashika mkono wananchi kwa kutoa mikopo kupitia mapato ya ndani. Hivyo wahitimu na wananchi wanaalikwa kujiunga na vikundi vya ujasiriamali na biashara zingine ili kuchukua mikopo. Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu wa chuo hicho Profesa William Palangio amewasihi wahitimu wote kutumia ujuzi na mafunzo waliyoyapata, kisha wanaenda kuishi katika maisha halisi na kulijenga taifa. Najua TIA ninavyoifahamu mimi kwa ufupi, kwa kuwa nafahamu vyuo vingi, naifahamu kama kituo cha ubunifu. TIA nafahamu vyuo vingi, lakini naifahamu TIA kama kituo cha ubunifu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi ninapenda niwaambie vijana wale mnaohitimu na wale wengine ambao mko nyuma, tuna hakika mnaondoka sasa sio kwenda kwa ajili tu ya kuajiriwa, wengine mtaajiriwa, bali kwa ajili ya kwenda kujenga ajira. Kuna wengi wenu wanakwenda kujenga ajira tunavyowafahamu. Napenda niwaambie vijana, ni wakati mzuri wa kuweka degree zenu chini. Degree umekwisha kupata is a satisfied need. Weka degree chini na kuanza kujenga sasa uchumi wako wewe mwenyewe na uchumi wa taifa hili changa linalohitaji kujengwa. Hilo ni la kwanza. La pili, nataka niwape siri. Namna ya kufanikiwa inategemea sana namna ya wewe utakavyokuwa unaishi na watu wengine. Rapport. TIA rapport. Unakwenda kujenga jina la namna gani? Unakwenda kujenga mtaji wa aina gani? Wewe mwenyewe utakavyokwenda kufanya kwa uaminifu, utakavyokwenda kufanya kwa bidii, ndio itakayokuwa nyenzo yako ya kuweza kukuinua. Nidhamu katika matumizi ya fedha imezungumzwa na mkuu wa chuo, akaiongelea vizuri. Huwa mimi nasema ni financial literacy and discipline. Na vijana wale mnaohitimu, napenda niulize, usinijibu, kwamba unapotoka leo, jioni ya leo, utakwenda kupata zawadi, na moja ya zawadi utakayoipata itakuwa fedha kidogo, sio nyingi. Fedha hii unaenda kuitumia namna gani? Labda kununua nguo ya pili ya siku ya pili ya graduation. Lakini pia wengine labda kwenda kuweka akiba kwenye akaunti yako. Lakini pia swali ni wangapi wanakwenda kuitumia kwa ajili ya kuwekeza? Kwa sababu swala ni mtaji. Ni wangapi wanakwenda kuitumia kutoa kidogo, shilingi 15,000, 20 au 100,000 kuiweka kwenye UTT account? Ni wangapi wanaokwenda kuitumia shilingi 15,000, 20, 30, 100,000 kununua shares kidogo za CRDB? Mimi ninazungumza hivi kwa sababu, Mheshimiwa mgeni rasmi, swala lililo gumu sasa hivi ni watu kufikiria kwamba mwekezaji ni anayetoka nje, mwekezaji ni mwenye milioni nyingi, na sisi kama Watanzania tumekosa sana, haswa vijana, financial literacy ya kujua kwamba tunatakiwa kujinasua wenyewe, tukabaki kulalamika zaidi. Katika jitihada za kuongeza fursa za masomo kwa vijana wa Kitanzania, hususan maeneo ya kanda ya Ziwa, taasisi imeanzisha kozi ya usimamizi wa biashara kwenye ngazi ya cheti, stashahada, shahada katika kampasi ya Mwanza. Hii ni habari njema sio tu kwa wakazi wa kanda ya Ziwa, bali na kwa wakazi wengine wote walioko kwenye maeneo mengine ya nchi yetu na nchi za jirani kama Uganda na Kenya. Niwaombe wananchi wa mkoa wa Mwanza tuendelee kuitumia kampasi hii kupata elimu na ujuzi kwa maendeleo ya mkoa wa Mwanza na taifa kwa jumla. Sisi katika mkoa wetu wa Mwanza tuko na fursa nyingi ambazo kama tutazitumia vizuri, tutatumia maarifa
na ujuzi ambao tunaupata kutoka kwenye vyuo vyetu, na hususan hiki Chuo cha Uhasibu Tanzania campus ya Mwanza, kama mwenyekiti wa bodi ya ushauri alivyosema, ni kituo cha ubunifu. Kwa hiyo tukitumia ubunifu vema, basi sisi katika mkoa wetu wa Mwanza tunaweza tukapiga hatua kubwa sana, sisi mmoja, jamii yetu, lakini na taifa kwa ujumla. Tunazo fursa nyingi katika mkoa wetu. Tunao Ziwa Victoria. Ziwa Victoria ni miongoni mwa sehemu au fursa nyingi ambazo zinapatikana katika mkoa wa Mwanza. Ziwa Victoria lina maji ambayo yanaweza yakatumika katika uzalishaji. Ndani ya kilomita 20 kutoka kwenye ziwa tunaweza tukakuwa na kilimo cha bustani, mboga. Kwa hiyo ni sisi tu kutumia hizo fursa. Lakini ndani ya Ziwa Victoria kuna uvuvi. Kwa hiyo tunaweza tukafanya uvuvi endelevu kwa ajili ya maendeleo yetu. Lakini kwenye ziwa hilo Victoria kuna ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, ambapo serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewawezesha vijana wengi kuingia katika ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Lakini ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba wenyewe unakuja na fursa nyingine, ikiwa ni pamoja na kuzalisha vifaranga kwa ajili ya ufugaji wa hao samaki, lakini pia kuchakata chakula cha samaki, lakini pia kutengeneza sehemu za kutunzia samaki tunapokuwa tumevuna, cold rooms. Kwa hiyo zote hizi ni fursa ambazo zinapatikana kwenye Ziwa Victoria, na sisi kama tutazitumia vema, tukatumia vema elimu na ujuzi ambao tumeupata hapa, tutakuwa sio watu wa kuhangaika, tutakuwa ni watu wa kuzalisha ajira. Na mimi niwaombe sana wahitimu ambao tunatoka hapa, ambao tunatunikiwa leo vyeti vyetu, tukatumie ujuzi, tukawe wabunifu ili tuweze kuzalisha ajira. Sisi tukawe waajiri, sio watu wa kuajiriwa, tukawe waajiri wa watu wengine. Na serikali ya Jamhuri ya Muungano iko na fursa nyingi za upataji wa mitaji. Tunayo benki yetu ya kilimo, Tanzania Agricultural Development Bank, inatoa mikopo kwa ajili ya kuwezesha shughuli hizi za kilimo, ufugaji na zinginezo. Lakini tunazo halmashauri zetu. Tunalo jiji la Mwanza, tuna halmashauri ya manispaa ya Ilemela, lakini tunazo halmashauri zingine 8 za mkoa wa Mwanza ambazo zina zenyewe ziko na fedha nyingi, 10%. Jiji la Mwanza kwa mfano, mapato yake ya ndani kwa mwaka ni zaidi ya bilioni 20. Kwa hiyo tuna zaidi ya bilioni 2 za kukopeshwa kila mwaka. Sasa fedha hizo hazitakuwa na manufaa kama sisi hatutakuwa wabunifu. Tukiwa wabunifu, tukafanye shughuli za uzalishaji, shughuli ambazo zinaweza zikazalisha ajira.